Mpenzi mtazamaji, kitambulisho hicho ni ishara tosha kwamba tumeng'oa nanga katika awamu hii ya ukumbi wa siasa, tukiangazia ubabe wa siasa humu nchini. Na ubabe wa siasa umeendelea kushuhudiwa kati ya serikali na upande waliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua kwa kile anataja kuonewa na haki zake sawa za wandani wake kukandamizwa na vyombo vya usalama. Baadhi ya wandani wa Rigathi Gachagua wakiondolewa ulinzi wao, na hata mbunge wa Juja George Koimburi kutekwa nyara akidai kuteswa na kupewa hata sumu, jambo ambalo lipo kwenye uchunguzi wa idara za polisi. Pia wikendi hii imeshuhudia cheche za siasa baina ya naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki na aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua kuhusiana na wanamuziki wa Mlima Kenya, jambo ambalo limezua cheche katika taifa hili la Kenya. Na kuna wale ambao wanahisi kwamba wanamuziki wote wanastahili kuhudumu kwa ajili ya taifa hili, bali sio kwa ajili ya mrengo wote. Aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua akiwataka kuomba msamaha, japo Profesa Kithure Kindiki akisisitiza kwamba wakati ambapo itafika wakati wa kuwekwa kidole kwenye macho atahakikisha kwamba anatetea haki zake. Hayo yote akisema kwamba watakuwa wakitetea miradi na mipango ya serikali hii leo katika kaunti ya Murang'a. Na hii leo katika ubabe wa siasa na katika ukumbi wa siasa tunaangazia zaidi siasa za kutovumiliana na ubabe wa siasa ambao unashuhudiwa humu nchini. Studioni yupo mbunge wa Kitutu Chache North, anafahamika kama Jafeth Nyakundi, na pia ni mweka hazina katika chama tawala cha UDA. Karibu sana studioni. Asante. Pia yupo mbunge wa Kimilili Didmas Barasa, karibu sana. Asante. Na pia yupo seneta Joe Nyutu ambaye ni wa Murang'a. Nitaanza kwa kuuliza matukio ambayo tulishuhudia haswa kwa aliyekuwa naibu wa rais, haswa matamshi yake kuhusiana na wanamuziki na kauli yake naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki. Ni jambo ambalo linaashiria kutovumiliana ama linaashiria yule ambaye ni naibu wa rais kwa sasa kutokuwa na usemi katika eneo lile la Mlima Kenya? Asante sana dada yangu Liz kwa fursa hii. Yale mambo ambayo, yale matamshi ambayo yalimtoka katika kinywa chake naibu wa rais wa yule ambaye tulimngatua Rigathi Gachagua kwa kuambia wanamuziki ya kwamba eti hawapaswi kuungana na naibu wa rais Profesa Kindiki, wale ni watu ambao ni wa Kenya, ni watu ambao wanapaswa pia kupata haki zao, kwa sababu wakiwa na malalamishi yoyote mahali wanaweza kwenda ni kumuona Profesa Kindiki ambaye yuko serikalini sasa hivi. Yale matamshi yake ni yale matamshi ambaye alikuwa anapatia wabunge ili wabunge wakamfanya wakamngatua katika serikali ya Kenya Kwanza. Hayo ndio matamshi ambaye alikuwa anatishia wabunge na kuambia ya kwamba usiponifuata mimi nitakufukuza, usiponifuata utakuwa one term, usiponifuata sijui mambo mengi. Hayo ndio matamshi ambayo katika kauli yake aliyekuwa naibu wa rais anasema kwamba ukweli ni kwamba kwenda kushirikiana na serikali hii ni kwenda kushirikiana na watu ambao wanakandamiza taifa hili. Hakuna kitu kama hicho. Serikali hii imeweka mikakati mwabala ya wanamuziki na watu wa creative economy. Ndio kwa maana tuko na ile Ministry of Sports, na hawa wanamuziki wote wanakuja kujitetea kwa mambo yao. Wanataka kujua ile muziki yao itaangaziwa aje ama watapata pesa aje kwa kutumia ile muziki yao. Right. Creative economy ni kitu ambacho amekiibua na wengi wanashangaa, ili kwa wanamuziki kusaidika ni sharti wapende kusaidiwa katika ile afisi ya naibu wa rais na ile nyumbani kwake naibu wa rais. Ni baadhi ya maswali, japo anasema nitakutana na wao na nitakutana na wao hata in tunes of hundreds and even thousands ikiwezekana. Ni lazima waende kule ndio wasaidike. Mimi nitaangalia swala nzima hili kwa mtazamo tofauti. Ninapomsikiliza aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua matamshi dhidi ya wanamuziki au kutoka maeneo ya kati mwa nchi, na yale ambayo aliyozungumzia kuhusu vita vya baada ya uchaguzi vya mwaka 2007 2008, vinaashiria mtu ambaye ni mgonjwa wa akili. Na mimi ningependa kuchukua nafasi kwamba niwapatie changamoto wale marafiki zake wana ambao karibu na Rigathi Gachagua wakiongozwa na bibi yake Pastor Dorcas na rafiki yangu hapa Seneta Joe Nyutu, kwamba iwapo wanapenda Rigathi Gachagua wampeleke
kwa daktari wa akili, na I can assure you akifika pale atalazwa kwa kipindi kisichopungua miaka 2 akipokea matibabu ya hali ya juu. Sababu matamshi hayo yanaashiria mtu ambaye ako na mental instability. Na wale ambao wanadai wanampenda, Mheshimiwa John Yutu, kama mnapenda Rigathi Gachagua, mchukue mpeleke katika hospitali ambayo iko na madaktari ambao wamebobea kwa nyanja ya kuangalia akili. Na iwapo hawatafanya hivyo, mimi kwa sababu ya utu, siasa haitanizuia. Iwapo nyinyi hamtafanya hivyo, Rigathi Gachagua ni rafiki yangu wa muda mrefu, tulikosana kwa masuala ya uongozi mbovu ndio tukamngatua. Mimi nitakwenda kwenda mahakamani kutafuta idhini ya mahakama kwamba OCS ambaye ako karibu na Rigathi Gachagua wamkamate, wampeleke hospitali kwa lazima, manake we cannot sit back and watch our friend deteriorate mentally. Wakati unalizungumzia swala la akili, naye upande wake aliyekuwa naibu wa rais pia anasema kiongozi wa taifa hili pia amekuwa akizungumza masuala mengi ambayo ni ahadi hajatimiza, na hivyo pia yeye pia anastahili kuchunguzwa katika masuala haya. Jambo hili la ugonjwa wa akili, manake umeliibua, ni kitu ambacho kinastahili kuangaziwa kwa makini katika uongozi wa taifa hili. Kuna matamshi mengine yanaweza toka tu kwa kinywa ya mtu ambaye ni mgonjwa wa kiakili. Yule ambaye anatoa onyo kwamba mwaka wa 2027 iwapo mtu fulani atashinda kura. Kwa hivyo yale matukio ya mwaka 2007, 2008 itakuwa kama tunuku ya